وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. معنا الحديث السادس والعشرون. kiendelea katika majlisi yetu na hadithi ya 26. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى, mtunzi wa kitabu chetu, anaeleza hadithi ifuatayo ambayo inaelezea kathratu turuqil khairi, wingi wa njia za khairi katika maisha ya Muislamu. Hadithi hii ameipokea Abu Huraira radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu sulama minan nasi alayhi sadaqatun tatlu'u fihi ash-shamsu, kullu yawmin tatlu'u fihi ash-shamsu ta'dilu bayna ithnayn sadaqa wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmilu lahu 'alayha أو ترفع له عليها متاعه صدقة, والكلمة الطيبة صدقة, وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة, وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. anaeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kubainisha mambo mbalimbali ya khairi kwa kusema kullu sulama minan nasi alayhi sadaqa, kila joints hizi ambazo tunazo sisi katika mwili wa binadamu, joints zote hizi zinahitajia sadaqa. Kullu sulama, joints zote hizi, viungo vyote hivi ambavyo ni mafasil ya mwanadamu, yote haya yanahitaji kutolewa sadaqa katika kila siku ambayo huchomoza jua ndani ya siku hiyo. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa kueleza viungo ambavyo vimo ndani ya mwili wa binadamu, hizi joints, anasema fi kulli insanin 360 mifsala, kuna hizi joints katika mwili wa binadamu 360. Kwa hiyo zote hizi zina haki ya kutolewa sadaqa. Wa fi muqabil hadhihi almafasil, tukiangalia tunapotaka kuzitolea sadaqa joints hizi, man yastati'u an yaf'ala dhalika wa yatasaddaqa bi kulli yawmin bi 360 mifsala. Nani anaweza kufanya hivyo katika siku? Hakuna yote, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yassara hadha wa ja'ala as-sadaqata laysat khassatan bil mali faqat. Allah amelifanya hili kuwa ni jepesi na akajalia na kuweka kwamba sadaqa si kwa kutoa mali peke yake, bali Allah ameweka njia tofauti tofauti za kuweza kuvitolea viungo hivi sadaqa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha katika hadithi hii baadhi ya mambo ambayo ni msaada mkubwa kwa binadamu kuweza kutoa sadaqa, kutolea viungo vyake, kukitolea kiwiliwili chake kwa siku yake nzima. Akataja jambo la kwanza, akasema ta'dilu baina ithnaini sadaqa, kupatanisha watu wawili waliogombana, kufanya hivyo ni sadaqa. Muislamu anapofanya ta'lif baina qulub almutakhasimin, baina ya nyoyo za watu waliogombana, kufanya hivyo ni khairi kwake na jambo bora na ni sadaqa katika maisha yake. Allah anasema la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baina an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kwa kupatanisha watu waliogombana ni sadaqa, na atakayefanya hilo kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema tutamlipa ujira uliokuwa mkubwa mno. فهذا فيه أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يصلح بين المتخاصمين. Hili linaonyesha msisitizo kwamba mwanadamu anatakiwa apupie kuwapatanisha watu wawili, na limetumika neno an ta'dila baina al-ithnaini sadaqa, kuwapatanisha watu wawili, neno adlu, kwa sababu ya kuonyesha kwamba yule ambaye yuridu an yusliha yajibu an ya'dila baina al-mutakhasimaini. Yule anayetaka kuwapatanisha watu lazima afanye uadilifu pande zote mbili. Allah anasema fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, mnapotaka kuwapatanisha watu wawili basi hakikisheni mnawapatanisha kwa kutumia uadilifu, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul muqsitin, anawapenda wenye kufanya uadilifu. Kwa hiyo wasulhu inma huwa an taradhi, sulhu inakuwa kwa maridhiano ya watu wote wawili waliogombana, tofauti na qadha.
kadhi anaweza akalazimisha upande mmoja, lakini masala ya islah, sulhu, ni lazima uhakikishe pande zote unamili sawa sawa. Unahakikisha kwamba huku unatafuta ridhaa ya huyu na huyu aliyegombana naye, na hapo ndo unaitengeneza sulhu. Na unapowafikisha watu wawili katika mapatano na kuamiliana kama walivyokuwa wakiamiliana mwanzo katika ule ugomvi uliojitokeza, basi unakuwa umefanya sadaka katika maisha yako iliyo kubwa mno. Na jambo lingine ambalo Mtume analitaja katika hadithi hii, watu'inu ar-rajula fi dabbatihi, na Muislamu kumsaidia mtu katika kipando chake. Labda mtu anatumia wheelchair, hawezi kutembea vizuri, ukaamua umweke katika ile wheelchair, ukaamua kutoa msaada, basi hii ni sadaka. Au tahmilu lahu alaiha, au kaamua ubebe, manake umchukue mtu umweke pengine katika eneo ambalo hawezi kukaa, ukafanya msaada. Mtu ana chombo chake lakini kimemzidi, watakiwa umsaidie. Mtu ana mizigo yake anataka kuipandisha katika chombo chake, pengine gari yake hawezi, katika ngamia wake hawezi, basi unapofanya msaada kumsaidia ndugu yako Muislamu au asiyekuwa Muislamu, basi unalipwa sadaka katika hali hii. Wal kalimatu tayyiba, lakini na maneno mazuri, neno lako zuri utakayolizungumza, sadaqatun, pia ni sadaqa. Na hili ni jambo moja kubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesisitiza kwa kumuhusia muumini kwa kusema kwamba katika mambo yanayothibitisha imani ya Muislamu ni maneno yake mazuri. Mpaka Mtume sallallahu amesema katika hadithi tulizotangulia kusema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, yule ambaye atakayekuwa ana imani ya kumwamini Allah na siku ya mwisho, basi aseme maneno yaliyokuwa mazuri au anyamaze anapokosa ya kuzungumza. Na wallahi hakuna kitu ambacho kitamnufaisha mtu kama maneno yake anayoyazungumza, ikawa maneno yake hayo yanapendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pia maneno hayo ikawa ni sababu ya kuwaongoza watu katika njia ya sawa. Kwa hiyo mazungumzo mazuri basi Allah anayaridhia, na Allah anasema ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u. Kwa hiyo Allah hupanda yale maneno mazuri ambayo sisi tunayazungumza tunapomsifia Allah subhanahu wa ta'ala, tunapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna maneno mazuri kama kalamullah subhanahu wa ta'ala, kama kuyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusoma kitabu chake, lakini na kuleta adhkari za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile Allah anasema, alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibah kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa. Allah kaendelea kusema pia kulitaja neno baya, wa mathalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabithatin ijtuthat min fawqi al-ard ma laha min qarar. Hii yote inaonyesha kwamba tumesisitiza sisi kuzungumza maneno mazuri katika maisha yetu na kuwa ni sadaka kwetu sisi, na tutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya hivi. Lakini wa bikulli khutwatin tamshiha ila salah, na Mtume anasema kila hatua moja ambayo unayotembea, umbali unaotembea, mwendo unaotembea kuelekea msikitini, kila hatua moja unayotembea basi unalipwa sadaka katika kutembea kwako. Na hili ni jambo bora ambalo Allah anathibitisha kwamba hakuna yeyote ambaye atafanya jambo kwa ajili yake isipokuwa Allah anamlipa sadaka kwa jambo lake hilo. Lakini vile vile Mtume akaendelea kusema, watumitul adha ani tariqi sadaqa, na kuondoa adha, kuondoa uchafu njiani pia ni sadaqa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, bainama rajulun, siku moja ilikuwa mtu mmoja yamshi bi tariqin, anapita njiani. Baada ya kuwa anapita njiani, yule mtu wajada husna shaukin ala tariq, akakuta tawi la miba njiani. Fa akharahu, yeye akaliweka pembeni ile tawi. Fashakara Allah lahu, akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya tendo hilo alilofanya, amelifanya kwa ajili yake. Basi aghfara lahu, Allah amemsamehe na ikawa ni sababu ya kuingia katika pepo. Husnun wahidun au shaukun azalahu ani tariq, tawi moja au miba tu ambao umeutoa njiani, dakhala aljanna ala amalin yasir, ikawa ni sababu ya kuingia peponi kwa tendo lake dogo alilolifanya. Liannahu bidhalika ahsana ila almarati kullihim, kwa sababu amefanya wepesi wa kuwekwa njia sawa, amewepesishia wale wote wanaopita katika njia ile. Fakaifa billadhi yasna'u al-adha fi turuqati, vipi basi yule ambaye anaamua makusudi kuweka uchafu katika njia za watu. Wallahi hadha ya'thamu ithman adhima, huyu anapata dhambi kubwa sana.
na afahamu kwamba atakuwa anafanya dhulma kwa dhulumu ndugu zake anaoishi nao kwa kuwafanyia haya maudhi, na atakapoombewa dua afahamu kwamba da'watu al-madhlum tustajabu, dua ya mwenye kudhulumiwa inajibiwa. Kwa hiyo atakuwa anajiombea maangamivu. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على محافظة هذه الأمور. مسلم anatakiwa jitahidi kufanya hirsi na kupupia kuyahifadhi mambo haya, na afahamu kwamba hizi ni njia za khairi ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametubainishia katika hadithi hizi. Sisi kama Waislamu tunatakiwa tuzifanyie kazi na tuandae mazingira ya kujiingizia katika maisha yetu thawabu kwa kuyafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia na kuyaepuka yale ambayo Allah anayakataza. وبهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت.